Bwana Clamvevo ameona mambo yasiwe mengi sana, ni ameamua kuelekea makao makuu huko Ulaya kwa ukuu wenyewe, afahamu namna gani ambavyo anaweza akasolve hii kesi ambayo yuko nayo. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Ukisha subscribe hapo chini ya video, unakumbuka kulike hii video. Kama itakuwa imekupendezea, weka maoni yako. Unafuatilia Big Boss kutoka kwa Clamvevo ukiwa wapi? Unataka umetisha kinoma noma ukifanya jambo la maana, kushare na wadau ambao wanaifuatilia ama wanaikubali Big Boss ya kwake Clamvevo. Sasa tunaona tayari Bailam ambaye ni mkuu wa chama, yani mkuu msimamizi wa chama, ameweza kugundua kwamba tayari Clamvevo nafsi yake iko Ulaya. Yani kiujumla Clamvevo yuko Ulaya, yani ameenda Ulaya. Na Ulaya ameenda kufanya nini? Bwana, Ulaya ameenda kwa ajili ya kwenda kwenye makao makuu ya chama, yani kwenye makao makuu ya chama chao, maana kule ndo kuna wakuu, kila kitu kuna yani ndo makao makuu, yani ndo maamuzi ya mwisho yanakofanyika. Sasa huku kwa upande wa Bailam huku, yeye ni msimamizi ambaye anawasimamia Clamvevo, lakini na wao pia kuna mkuu wao wa chama. Sasa kama unavyojua kwamba tayari Clamvevo alikuwa amechapata taarifa ama amepata details kwamba akienda kule Ulaya atakuta kuna mkuu wa chama ambaye anaweza kupewa miaka takriban miwili, yani siku zaidi ya takriban 360 siku 660 za kuweza kufikiria namna gani anaweza akajiimarisha upya na akarudi mzigoni kama upya, akasolve mambo yote yakawa fresh kabisa. Sasa hicho ni kitu ambacho tunakiona tayari kimefanyika kwa Clamvevo, yani ameamua kuchukua maamuzi ya kwenda Ulaya angalau akaweze kuongea na mkuu, yani kuongea na wakuu wa idara ya juu kabisa wa chama, maana wao ndio wenye mamlaka ya mwisho. Kama kuna msamaha wote ama kuna sehemu zozote ambazo Clamvevo anaweza akazifix, basi kule ndiko atapata details zote, kule ndiko atapata muafaka mzima wa kuweza kusolve mambo ambayo yanamkumba kwa sasa hivi. Lakini yote kwa yote ni kwamba tayari alikuwa anaona kabisa kwamba siku zake zinakaribia, yani tayari alikuwa anaona kabisa hapa asipofanya jambo basi anaweza akajikuta kuwa anapotea, kwa maana tayari siku zake zilikuwa zimekaribia na dalili tayari kwa upande wake alikuwa ameshaziona kabisa. Sasa hichi ni kitu ambacho kilimfanya Clam aamue kuondoka, yani kuelekea Ulaya, angalau akapata suluhisho la kuweza kusolve tatizo ambalo liko nalo na akaweza kuimarika, ni kurudi kwenye chama akiwa na nguvu mpya kama au la, au anaweza kuforget maamuzi, yani akabadili maamuzi, akaanza chapter mpya, yani na maana kwamba akajiuzulu na chama. Yani kumbuka kwamba kujiuzulu na chama tayari ukiwa umejiunga unakuwa kuna hukumu fulani hivi, yani sidhani kama kile rahisi hivi unaweza ukajiuzulu kunako chama cha washirika wa mambo ya mali kama unavyoelewa. Sasa tunaona tayari Clamvevo baada ya kuona hali inakuwa mbaya, anaamua kuchukua maamuzi ya moja kwa moja, yani anatoroka. Yani kutoroka kwake yenyewe, anatoroka sio kawaida, yani ametoroka wakati huo akiwa hospitalini, na familia ama wazazi wake wao wanaamini kwamba labda atakuwa amepata weu, inafikia hatua anatoroka. Kwa nini? Kama ametoroka hospitalini kuna walinzi, yani kuna reception ambapo sehemu ambapo wagonjwa wote wanakaguliwa, kama kuna mgonjwa kutoka ama mgonjwa wa kuingia basi wanakaguliwa pale. Sasa inakuwaje Clamvevo ameweza kutoroka? Yani inamaanisha kwamba madaktari ama daktari wa eneo hilo wa hospitali hiyo ni wazembe sana, yani inapelekea hatua mtu anatoroka wao wasijue taarifa kama amepata uchizi, yani huenda kuwa amepata uchizi na akaweza kunyofua mipira akatoroka, na wote wanafahamu kabisa kwamba hali aliyokuwa nayo Clamvevo
Of course haikuwa hali nzuri kusema kwamba ana hali nzuri, kwa maana alikuwa na depression, yani alikuwa na msongo wa mawazo ambao ulikuwa unampelekea aone kabisa kwamba siku zake zimewadia, kwa maana tayari alikuwa ameshapata details kwamba muda wowote basi mambo kwa upande wake yanaweza kubadilika. Kwa hiyo Clamvevo aliona isiwe case, ni isiwe issue, inabidi azame au fuate, aende huko makao makuu aweze kuwaomba kama kuna njia nyingine ya kuweza kumsaidia, basi waweze kumsaidia aweze kurudi kwenye hali yake kama ilivyokuwa hapo kawaida. Lakini yote kwa yote tunaona madaktari hospitalini wanaweza kusema kwamba inawezekana mgonjwa wenu ina taarifa zinavyosemekana ametoroka, lakini ushahidi wa CCTV camera ndio kitu pekee ambacho kilichobaki cha kuweza kuchunguza waweze kufahamu kwamba kama ametoroka kwa njia gani. Mimi na imani kama Clamvevo ametoroka kutoka hospitalini, basi ametoroka kwa njia ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo hata uchunguzi ukifanyika wa CCTV camera na nikutaka kumwangalia kwenye CCTV camera wajue namna gani ambavyo Clamvevo ameweza kutoroka, ama ni maamuzi gani ambayo Clamvevo ameyachukua hadi kufikia hatua yeye akutaka kutoroka hospitalini, basi wanaweza kukuta kuwa hawaoni kitu chochote yani kiujumla kutakuwa hakuna ushahidi wowote ambao unamuonesha Clamvevo akiwa ametoroka kuelekea Ulaya. Lakini yote kwa yote tunaona mama yake na Clam anapitia wakati mgumu sana, anashindwa kuelewa, kwa maana sio kawaida hivi. Maana yeye anaamini kwamba labda Clamvevo atakuwa amepata shida, yani amepata ukichambo ulimpelekea yeye kuweza kunyefua mipira na kuweza kutoroka yani kuelekea Ulaya. Basi tukiachana na hiyo nchi ya Clamvevo kuelekea Ulaya, kuna mambo baadhi ambayo tunaweza tukajiuliza kwamba unafikiri kwamba Clamvevo baada ya kuchukua jukumu la kuelekea Ulaya, ndio kwa upande wake kutakuwa kuna msaada, yani atafanikiwa kwa mambo ambayo anayahitaji? Bwana, hapo bado kuna kesi ngumu sana ambayo sijajua ama sijafahamu kwamba Clamvevo anaweza akaisolve ama akatatua hii tatizo ambalo linalomzonga kwa sasa hivi, kwa maana sio kawaida yani kujiunga kwenye chama tena ulete mambo yani ya kutaka kusamehewa. Wakati huo wao wanakupa masharti uyatimize, lakini wao ukishindwa kuyatimiza basi wao wanaamua lolote kwa juu yako, kwa maana utakuwa umekiuka amri ama masharti ambayo utakuwa umeaidhinisha hapo kabla kabla ya kujiunga na chama. Maana kuna masharti ambayo utakubaliana nayo ambayo inabidi uyatimize kama ilivyokubaliwa. Basi tunaona kwamba tayari upande wa pili kwa Tony kuna kitu tayari kimeshatokea. Kitu chenyewe tayari tunaona kuna mtu ambaye kashatolewa sadaka, kwa maana Tony na yeye ni mojawapo ya mwanachama, ni mwanachama ambaye yuko pamoja na kile chama ambacho Clamvevo aliyopo. Kwa hiyo baadhi ya wengine wanapewa masharti ambayo kulingana na ambavyo wewe umechagua, unaweza ukapewa masharti ya kutoa sadaka kwa yani ni vyovyote ambavyo wanavyotaka. Yani wanaweza kukupa kwa mama yako au kwa ndugu yako au kwa watu wote, au kama jinsi ambavyo Matula alivyo. Na imani kila mtu anafahamu ni adhabu gani ambayo Matula anayo. Yani naweza nikasema kwamba ni masharti gani ambayo Matula anayo, kwa maana masharti ya Matula yeye anajiingizia pesa, yani pesa zake zinaingia the way jinsi ambavyo anafanya mambo yake, kwa maana wote tunafahamu kwamba Matula ni mtu wa design gani ama ni masharti gani ambayo amepewa. Kwa hiyo kwa upande wa Clamvevo masharti ambayo aliona ni magumu ni kuweza kuwa na mahusiano na mama yake. Bwana, masharti ambayo Clamvevo aliona kabisa kwamba hapa kwa upande wake ni kitu ambacho kinakuwa impossible, ni kitu ambacho hakiwezekani kwa upande wake. Kwa hiyo akataka abadilishwe masharti, lakini ndio hivyo, yani wanakuchagulia wenyewe masharti ambayo wanayohitaji. Wakiona ni mtu ambaye of course haueleweki, basi utakuwa hauna chako tena mjini, yani utakuwa ni mwanachama ambaye
utakuwa umekiuka masharti yao, basi wao wanaweza kukufanyia chochote kile ambacho watajisikia. Basi yote kwa yote, huu ulikuwa ni uchambuzi tu wa episode ya 23 ya Big Boss season 2 kutoka Clampevo. Nitoa angalizo kwa wewe ambaye unatazama hii video. Bwana, hii video maalum kwa ajili ya review na promotion. Ukitaka kuangalia original movie, hakikisha unatembelea hapa YouTube kuna channel ya Clampevo. Thank you for watching this video. Tukutane kwenye video nyingine inayofuatia. Bye bye.
light, for a ray of sunshine.